بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شكر الله سبحانه وتعالى nakumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukiwa katika somo letu la hadithi ndani ya kitabu al-40 an-nawawiyya li Sheikh Abi Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Sharaf an-Nawawi alayhi rahmatullah. وها نحن اليوم في الحديث الثالث. leo tutasoma hadithi ya tatu. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كالحديث الذي قبله، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. hadithi hii ni kama hadithi iliyopita ambayo ni hadithi ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fi bayani arkan al-Islam, katika kubainisha nguzo za Uislamu. illa anna hadha alhadith, isipokuwa hadithi hii fihi ziyadatun wa huwa qawluhu, kuna ziada ndani yake, nayo ni kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam: bunya alislamu ala 5, kwamba Uislamu umejengwa juu ya nguzo 5. Kwa hiyo anasema Imam an-Nawawi an Abi Abdurrahman, kutoka kwa Abi Abdurrahman ambaye ni Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, Allah awaridhie. قال anasema: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، msikia Mtume sallallahu alayhi wasallam yaqul, anasema: bunya al-islamu ala 5, bunya al-islamu ala 5, umejengwa Uislamu juu ya nguzo 5. shahadati an la ilaha illa Allah, kukubali ya kwamba hakuna muabudiwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, na kwa hakika Muhammad ni mjumbe wa Allah, wa iqami sala, ya kusimamisha swala, wa ita'i zaka, na kutoa zaka, wa haji albayti, na kuhiji nyumba ya Allah, yani Kaaba al-Musharraf, Makkah al-Mukarram, wa sawmi Ramadhan, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hadithi hii kama tulivyotangulia kusema kwamba ni kama hadithi iliyopita ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, isipokuwa hadithi hii
Mtume sallam amesema buniya al-islamu ala khams, Uislamu umejengwa juu ya nguzo 5. Na katika hadithi iliyopita ambayo ni hadithi ya Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu, amesema katika hadithi ile ya Jibril alipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'an al-islam, nifahamishe mimi ni nini Uislamu. Qala al-islam an tashhada an la ilaha illa Allah ila akhiri al-hadith. Sema Uislamu kushuhudia kwamba hakuna mwabudiwa wa haki isipokuwa Allah mpaka mwisho wa hadithi. فظاهر حديث عمر أن الإسلام هو هذه الأركان الخمسة فقط. ظاهر حديث هي عمر بن الخطاب kwamba Uislamu ni hizi nguzo 5 pekee yake alizozitaja. Yani dhahiri ya hadithi ile ya Umar iliyopita. بينما هذا الحديث يدل على أن هذه الخمسة ليست هي كل الإسلام. لكن حديثه يا عبد الله بن عمر ibn Yusuf leo inajulisha kwamba Uislamu sio hizi nguzo 5 pekee yake. Ila hadithi ya Umar iliyopita inajulisha Uislamu ni nguzo 5. Sawa? Lakini hii hadithi hii ya Abdullah ibn Umar inajulisha kwamba sio kwamba Uislamu wote umejengwa kwamba Uislamu ni nguzo 5 tu pekee yake. La. Wa inna ma buniya al-islamu alaiha. Lakini hadithi hii inafahamisha kwamba Uislamu umejengwa juu yake. Unaelewa hapo? Kwamba Uislamu umejengwa juu yake. Kule ameulizwa akhbirni 'anil islam. Ameulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nieleze mimi kunako Uislamu. Ni nini Uislamu? Kwa jawabu la Mtume kana kwamba limemaanisha kwamba Uislamu ni nguzo 5 dhahiri ya hadithi. Kwamba al-islam an tashhad an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah wa sawmi ramadhana wa hajjul baiti in istata'ta ilayhi sabila. Kana kwamba Uislamu kwamba ni nguzo 5 tu, hizi ndio Uislamu. Huu ndio Uislamu kwa jawabu lile alilitoa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini katika hadithi hii haileta maana hiyo kwamba Uislamu ni nguzo 5, bali hadithi hii inafahamisha kwamba huo Uislamu huo umejengwa tu juu ya nini? Ya hizo nguzo 5. Kwa maana kuna mambo mengine mengi ambayo yanakusanya jengo la Uislamu. Ila Uislamu wenyewe una mambo mengi, lakini umejengwa juu ya hizi nguzo 5 hizi. Hizi nguzo 5 hizi maana yake ndio msingi na ndio nguzo ambao juu yake umejengeka Uislamu. Fahia mabaniha wa arkanuha. Kwa hizi nguzo hizi ndio majengo yake, maana yake ndio nguzo zimejenga huo Uislamu. Hizi nguzo hizi ndio zimejenga huo Uislamu. Wa illa fal-islamu kathirun. Na isipokuwa Uislamu ni mambo mengi. Uislamu unakusanya mambo mengi. Wal a'malu salihah, matendo mema, kulluha min al-islam. Yote matendo mema ni katika Uislamu. Wal wajibatu, na mambo ya wajibu mbalimbali, wal mustahabbatu, na mambo yale yaliyopendekezwa, mustahabu yani. Wa kullu ta'ati, na kila mambo ya taa ya kumtii Allah tabaraka wa taala, wa tarkul maasi, na kuacha mambo ya maasi. Kullu dhalika huwa al-islam. Yote hayo ndio nini? Uislamu.
Kwa hii inachanganua kwamba Uislamu si nguzo tano peke yake, bali hizi nguzo tano hizi ndio juu yake umejengeka Uislamu. Kana kwa maana hizi nguzo tano hizi ndio msingi. Kwa maana ikikosekana katika hizi moja, jengo linafanya nini? Inaweza kuporomoka. Katika zile ambazo zimekuja juu yake dalili ya kubatilika Uislamu. Kwa maana mtu atakapopinga hizi anatoka katika Uislamu. Kwa hiyo mambo yote hayo yamekusanya Uislamu ndani yake ambayo ameyataja hapa. Lakini Uislamu wenyewe huu umejengeka katika hizi nguzo tano. Fal-islamu wasi'un walakin hadhihi al-khamsa hiya da'aimatu. Uislamu ni mambo mengi. Uislamu ni mpana. Lakini hizi nguzo tano hizi ndio zimeuimarisha Uislamu. Minha la yakunu al-insanu musliman al-islam al-haqiqi. Kwa sababu hiyo sasa hawi mtu Muislamu, Uislamu ule wa hakika ule hawezi kuupata isipokuwa kwa kuhakikisha hizi nguzo tano zimesimama. Wa amma baqiyatul a'mal, ama amali zilizobaki, idha fuqida shay'un minha, itakapokosekana yoyote katika hayo mambo mengine, fa innahu yakunu musliman, mtu anakuwa Muislamu, lakini yakunu islamuhu naqisan, lakini Uislamu wake unaweza kuwa mapungufu. Kwa maana zikikosekana hizi nguzo tano, yani mtu ikawa hizi nguzo tano hajazikamilisha, kwa maana ipo katika miongoni mwa hizi nguzo tano anayoipinga, haikubali, huyo anakuwa sio Muislamu. Kwa sababu hizi ndio zimejenga jengo la Uislamu. Mambo mengine yote katika amalu salih, mambo mengine yanawezekana yakakosekana. Sawa? Inawezekana yakakosekana, lakini jengo la Uislamu linaweza kubaki vile vile. يتلفظ شهادتين ويعتقد أنه لا معبود حقا إلا الله, akaitakidi hasa mtu sawa sawa kwamba hakuna maabudu wa haki isipokuwa Allah, akaimarisha nguzo zake, nguzo za la ilaha illa Allah, masharti yake ya kusihi la ilaha illa Allah, na akajiepusha na nawaqidhi zake zinazovunja la ilaha illa Allah, na kadhalika akasimamisha swala, akatoa zaka, yani kwa maana atakaitakidi as-sala wajib, na kadhalika az-zaka wajib, na kadhalika as-siyam, as-sawm wajib, wal hajj wajib, akaimarisha katika misingi hii miwili. Mambo mengine yawezekana ikawa mtu akafanya ikawa yasipatikane, mfano haitwi kwamba huyu haipo katika Uislamu. Tumeelewana vizuri? Itakuwa bado ni Muislamu, kwa sababu haya mengine ni mukammilat, mambo yanayokamilisha jengo la Uislamu, lakini hizi ni nguzo ambazo juu yake umejengeka Uislamu. Ikikosekana moja, jengo la Uislamu limevunjika. Tumeelewana vizuri hapo? Ndio tunaposema kwamba yani inapokosekana mfano nguzo ya swala, ndio kama Muislamu lakini aswali na kutoswali kwake, maana yujahid, anapinga moja kwa moja ibada ya swala, kwamba kuswali sio lazima. Akizungumza mfano akawa na itikadi kama hiyo, manake huyu sio Muislamu, anaitakidi moja kwa moja kwamba sio Muislamu, kwamba
swala sio jambo la lazima. Mtu ukitaka swali, kama utaki acha. Jahidan yale kharaja an al-islam, huyo ndio katika Uislamu. Kwa hiyo tunaeleza tofauti kati ya hadithi iliyopita na hadithi hii ya Umar ibn Umar. Ila hadithi ya Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu ni hadithi ambayo ina tafsiri dhahiri yake kwamba Uislamu ni nguzo tano. Lakini hadithi hii ya Abdullah ibn Umar inazungumza kuwa sio Uislamu ni nguzo tano tu, bali hizi nguzo tano ndo zimejenga jengo zima la Uislamu. Mfahamiana vizuri hapo. Barakallahu fikum, wallahu a'lam wa a'lam. Na katika hadithi hii qaddima al-hajj, qaddima as-sawm ala al-hajj, au qaddima al-hajj ala as-sawm. Imetangulizwa haji juu ya saum. Ile hadithi ya Umar ibn al-Khattab baada wa ita'i zaka wa sawmi ramadhana wa hajji al-baiti au wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Imetangulia hija, yani saum, alafu ikaja hija. Hadithi hii ya Abdullah ibn Umar Abi Abdurrahman qaddima al-hajj ala saum, imetangulizwa haji juu ya saum, wa hajjul baiti wa saumi ramadhana, na kuhiji nyumba ya Allah na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hizi ni katika tofauti katika hadithi ya Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu na Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhuma. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.